Na mtazamaji wa PMTV Tanzania, uhali gani? Karibu katika update za PMTV. Nipo hapa kwa ajili ya kukujuza yanayotokea huko duniani. Basi kupitia PMTV unayafahamu yote kwa wakati sahihi na muda sahihi. Sasa muda huu nina update kuhusiana na Waziri Mkuu wa Qatar. Yeye atuma ujumbe mkali dhidi ya mashambulizi ya Iran. Waziri Mkuu wa mambo ya nje pia Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ametuma ujumbe mkali dhidi ya mashambulizi ya hivi karibuni ya huko Iran, akisema hatua hizo ni hisia kubwa ya usaliti dhidi ya nchi yake na nchi nyingine za Ghuba. Ametoa kauli hii katika mahojiano na Sky News akizungumza kuhusu mlipuko wa vurugu na mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani yani drones yaliyolenga maeneo ya Qatar na mataifa jirani kufuatia mgogoro wa kijeshi mkubwa uliolenga Iran. Katika mahojiano yake, Waziri Mkuu wa Qatar alibainisha kwamba mashambulizi yaliyofanywa na Iran yalionekana kuwa yamepangwa kabla ya wakati na kuwakumba Qatar na washirika wake saa chache tu baada ya kuibuka kwa vita, licha ya Qatar kuwa imekuwa ikijitahidi kuepuka kuhusika moja kwa moja na migogoro hiyo. Alisema hiyo ni hisia kubwa ya usaliti. Saa chache tu baada ya vita kuanza, Katari na nchi nyingine za Ghuba zilikumbwa na mashambulizi. Waziri Mkuu pia alisisitiza kwamba Katari imekuwa ikiendelea kujaribu kutafuta suluhu za kidiplomasia kati ya pande zinazopigana, ikiwa ni pamoja na Marekani na Irani, na kwamba mashambulizi ya Tehran yamevunja juhudi hizi za kidiplomasia na kuharibu uaminifu uliokuwepo kati ya Doha na Tehran. Al Thani alitoa wito kwa Iran kusimama mara moja mashambulizi hayo yasiendelee katika eneo hilo na kuweka kipaumbele kwa mazungumzo ya amani badala ya migogoro ya kijeshi, akionyesha msimamo wa Qatar wa kutafuta njia ya amani na kupunguza mvutano wa kisiasa na kijeshi katika Ghuba. Kauli yake hii inakuja wakati ambapo Qatar, nchi iliyojijenga kama msuluhishi wa kimataifa na isiyohitaji kuhusika moja kwa moja katika vita vya kikanda, inakabiliwa na matokeo ya moja kwa moja ya mashambulizi ya Iran, hali iliyochochea wasiwasi mkubwa wa kieneo kuhusu usalama na udhibiti wa kisiasa. Nini maoni yako? Shiriki nasi hapo sehemu ya comment.